Mwenyekiti, nimesoma pahala, naomba na mimi nipanukuu hapa nilipopasoma mwenyekiti. Panasema hivi, FIFA wanachunguza mechi 9 katika ligi kuu. Na mechi hizo ni mchezo wa Yanga dhidi ya Singida, Yanga dhidi ya Dodoma Jiji, Yanga dhidi ya Kagera Sugar, Yanga dhidi ya Pamba Jiji, Yanga dhidi ya Fountain Gate, Yanga dhidi ya Tanzania Prisons, Yanga dhidi ya Coastal, Yanga dhidi ya Mashujaa, Yanga dhidi ya Ken Gold. Tumefika huko kwenye mpira wetu kweli mpaka FIFA kuanza kuwa na wasiwasi na sisi? Mechi 9 kwa timu moja, au ni propaganda inachezwa kwenye mitandao ya kijamii? Mimi siwezi kulizungumzia kwa undani zaidi kwa sababu hata mimi nimeona. Lakini kilio hiki ndio kilio cha wapenda mpira wa Tanzania wengi. Kimaanisha kuwa ligi yetu ilikuwa inaonekana ina thamani na tuliambiwa tuko nafasi ya 4. Kuna mechi ambazo tunaona kabisa kuna matokeo yanapangwa kwa dhahiri shahiri, lakini watu tukisema tunaonekana kama tumesema. Sasa kama kuna wengine wameona mpaka na FIFA, tuseme hivi, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa jicho la kuwaonyesha na wengine waone. Ligi yetu kuna watu matokeo kweli wanapanga. So uongo. Mimi labda nitoe mifano tu midogo. Mpira mchezo wa wazi uwanjani. Kuna mwaka sikumbuki, lakini kuna mwaka Uingereza wanaenda kucheza World Cup nadhani. David Beckham kaumia kwenye mazoezi. Baada ya kuumia, serikali na chama cha soka cha Uingereza kiliwaomba madaktari, mapadri, manani, watu wote, waganga, kila mtu aende kumuombea David Beckham au kumtibu ili apone kwenye mechi yao ya Uingereza na yeye awepo, kwa sababu yeye alikuwa na mchango mkubwa. Mchezaji huyo mmoja tu, kwa sababu ya thamani yake kwenye kikosi cha kwanza. Timu ile ilikuwa ina wachezaji zaidi ya 30 ambao wanaenda kuwakilisha. Kwa nini serikali na mpaka chama cha soka kiseme aombewe yule bwana apone ambaye ana faida? Kwa sababu yule mtu ndio kikosi cha kwanza na ana umuhimu. Sio hivyo? Leo Singida Black Star anacheza na bingwa mtetezi wa ligi ya Tanzania bara ambao ni namba 4 kwa tunavyoambiwa. Na yeye ndio mtu ambaye kachukua mara 3 mfululizo ligi yetu. Na timu yake wanasema ni bora. Anacheza na Singida Black Star. Wachezaji wa kikosi cha kwanza cha Singida wanawekwa nje zaidi ya wachezaji 7. Ambao ndio timu mzima. Kisheria wachezaji wakibaki 7 mechi haijafa. Wakibaki 6 mechi imekufa. Si ndio hivyo? Wachezaji wa kikosi cha kwanza 7 wamewekwa nje. Na walioanza beki kawa mshambuliaji, mshambuliaji kawa beki. Mechi imechezwa. Ule ni upangaji wa matokeo. Hatumpangii kocha, hatupangii timu ende kumpanga nani, lakini ile ni upangaji wa matokeo. Na nimetoa mfano wa David Beckham kwa sababu leo kama David Beckham mmoja tu ambaye ni ndio winga ya timu ya taifa ya Uingereza apone, leo wewe wachezaji wako kikosi cha kwanza 7 unaenda kuweka nje, afu unacheza na bingwa ambaye ndio mtetezi wa ile ligi. Huo ni upangaji wa matokeo. Na hizi kelele sisi tumeenda kuzipiga muda mrefu, lakini wakatuambia sisi tunasema kwa sababu sisi hatuongozi ligi. Kama FIFA wameliona hili, mimi nasema nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwafungua macho hawa waliokuwa na giza kwa kuliona hili. Na nimepata taarifa zingine kama ndio kweli. Nimesikia wameenda kasi. Niko kaniji hapo pia. Yanga washafika kasi na inasemekana kuna barua imeshafika kasi. FIFA wameridhia kwamba Simba, bodi ya ligi, TFF wana namna ya kupeleka maelezo ya kilichotokea tarehe 7 kuamkia tarehe 8 mpaka dabi ikashindwa kuchezeka. Wakati Yanga anachunguzwa kwa mechi 9, lakini pia Yanga washapeleka lake kule kasi. Unasema nini? Hilo mimi niseme alhamdulillah kwa Waislamu. Kwa dini nyingine sijui. Alhamdulillah maana yake ni kushukuru. Nimeshukuru kwa sababu wamefanya kitu ambacho wao walihitajika wakifanye ili Watanzania wajue kwamba wale wana mambo ya ovyo. Kasi hawana kona. Wanafuata utaratibu na sheria ambazo zinazoongoza kile kitu ambacho wao wanakisimamia. Si ndio hivyo? Wamepeleka malalamiko kwa sababu mechi imekufa ile. Imekufa kwa sababu gani? Watu hawasemi. Wanatengeneza tu mafulana, hatuchezi, wanafanya hivyo, lakini kuna sababu ile mechi ilikufa.
Simba wana ushahidi wote. Tena nimefurahi zaidi kasi baada ya kusema na Simba watoe ushahidi, bodi ya ligi na TFF watoe ushahidi. Tutapeleka sisi wote ushahidi. Utakapopelekwa ule ushahidi sasa ndo atakapojulikana nani mkweli na nani ni muongo. Labda mimi niseme Engineer Hersi katika hili kapeleka ile taarifa kasi kwa kujitetea kwa sababu anaogopa kufukuzwa. Rais anafukuzwa na nani? Anaogopa kufukuzwa kwa nini? Wenyewe ambao wanajifanya wenye ile klabu, watu wa hali ya chini kabisa, wanajifanya ile klabu ya kwao. Wanasema Engineer Hersi na kamati yake ikipeleka ile timu siku ya dabi nyingine ikipangwa, basi ile klabu wao haiwahusu na waondoke kwenye madaraka. Si ndio hivyo? Na kwa mujibu wa wale washabiki wao wale wapiga kelele. Sawa? Engineer kashaona mimi hawa ndio wamenichagua na hawa ndio wenye timu yao. Nikiwaambia kiutaratibu hii kweli si tumefeli, mechi lazima ichezwe, mimi nitafukuzwa. Kapeleka kasi ili hukumu itoke, mechi ichezwe. Umemwona jamaa jinsi alivyowazunguka? Kwa sababu hawa hajielewi. Tamko litatoka kasi, watapigwa faini, na mimi nakwambia tupo tunazungumza. Watapigwa faini na mechi itachezwa. Ila Engineer Hersi itakuwa kajitoa katika lile janga la kwamba yeye aondoke madarakani wapo timu itacheza dabi. Na kasi watakavyoamua ile mechi ichezwe kwenye ile kesi, utawasikia wenyewe, hapo amesema kasi, hapo sasa sisi tutacheza, lakini yule ni umbumbumbu. Sijui umeelewa? Ule umbumbumbu. Kwa sababu gani? Kama mmesema mcheze, hata akiamua nani, msicheze. Na mimi niwaone wasicheze hii mechi. Kama wao kweli malijali wasicheze hii mechi. Malijali tena? Yani wakija uwanjani wale wanaosema tucheze, basi wao sio malijali. Lakini hii mechi lazima watacheza na kwa akili zao za kwenye mimaji michafu. Ndio maana mimi nakwambia hii mechi watacheza. Wanasema kasi FIFA utafanyaje? Wanasema kwa sababu wanamtetea Engineer Hersi. Engineer Hersi kajua kabisa kama nikiamuru kama mimi Engineer Hersi mechi ichezwe, watakuja kunisumbua. Kwa hiyo alichofanya yeye kakubali kulipa dola zile, kaenda kupeleka lile swala kasi. Kasi ndio ataamua. Kiutaratibu ile mechi lazima ichezwe. Hamna kitu cha bure bro. Usipofanya kazi hauli. Huo ndio ukweli. Hauwezi kuwa hujafanya kazi afu ule unakulaje mtu hujafanya kazi. Kwa hiyo wale kwa sababu hawajafanya kazi hawezi kula. Huwezi kupata pointi hivi wakati hujacheza mechi hata kidogo, huwezi. Sijui umeelewa? Kwa hiyo wale waache tu wapige kelele, lakini Engineer katika hili kawazunguka. Kapeleka kule maksudi. Wenyewe wanafurahia. Ila maamuzi atakayotoka kule. Maamuzi atakayotoka kule. Simba atapeleka ushahidi. TFF watapeleka ushahidi. Bodi ya ligi watapeleka ushahidi. Wao watapeleka ushahidi gani? Kanuni ilipondwa. Kushtaki nini kwa mfano? Kanuni imepondwa. Kanuni imepondwa. Hii pesa ndo kanuni gani? Mechi imeahirishwa mchana wa mechi wa siku. Mechi imeahirishwa kwa sababu timu husika ambayo inataka kutekeleza na wale timu imefanywa vitendo visivyokuwa sahihi, na huo taratibu upo. Shughuli zote za ofisi zinasimamiwa na watu. Kama wale watu umeenda kuwafanyia vitu sio sahihi, ofisi ikifungwa nyinyi mtafanikiwa? Hapana. Tumefanyiwa vurugu Simba Sports Club katika uwanja ambao tunataka kucheza mechi, wauni wamekuja kufanya vurugu. Na uzuri wauni wale, panga likitoka kasi, panga linakuja kuwakuta wauni shirikisho. Kwa sababu shirikisho wana majina na picha za wale wahuni wote waliotumwa na wao. Kwa hiyo na wao ndio maana haijatoka ile.